Na Dosa Traore tunakwenda kufanya tathmini ya mchezo wa Simba Sports Club dhidi ya Dodoma Jiji, ukikikompea kile kilichotokea jana Young Africans dhidi ya TMA. Ushindi wa Simba kwa Dodoma Jiji, timu ya ligi kuu, unatafsiri ubora wake kukompea jana ushindi wa Young Africans dhidi ya TMA, timu ya championship, kwa Dosa Traore? Nashukuru. Mechi ya Simba na Dodoma always haijakuwa mechi nyepesi, haijakuwa mechi rahisi, mechi nzuri, mechi kubwa, mechi ambayo imemvutia kila mtu, mechi ambayo binafsi naweza nikasema ina hadhi ya mashindano ya ligi kuu. Lazima tuseme, tunaona kabisa Dodoma Jiji wamekuja kwa nguvu kubwa kwa ajili ya kuiadhibu Simba. Simba wameritani second half, wamecheza kikubwa, tengeneza nafasi, wakapata ushindi kwa goli 3-0. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine ni bravo kwa Simba, akili kubwa, malengo makubwa. Yes, wamefanikiwa kupata matokeo muhimu kuelekea robo finali. Wamemzungumza Selemani Mwalimu kwa mabaya, lakini leo amefunga goli 2. Taswira ya ubora wa Selemani Mwalimu inaonekana ama ni furuku? Binafsi naamini Selemani Mwalimu hajaikuwa mchezaji mbovu kwa macho yangu, ila naamini ni mchezaji ambaye anahitaji sana usaidizi wa kuletewa mshambuliaji. Amefunga goli 2 na hakufunga kwa bahati mbaya, na hakufunga kwa kubahatisha. Amefunga ni kwa sababu ni Selemani Mwalimu. Amefunga kwa sababu anacheza Simba Sports Club. Lakini vile vile amefunga kwa sababu ni mchezaji wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo anajua na muda huu ni wakati wa kutafuta matokeo, anajua muda huu ni wakati wa kuipa alama 3 ama kuisogeza timu yake kwenye hatua inayofuata. Kwa hiyo kwangu mimi ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye anahitajika kwenye kila mechi ambayo Simba wanahitajika kupata matokeo. Kuna nyakati of course hafanyi vizuri, lakini this is football. Kwenye mchezo wa miguu hakuna mchezaji ambaye anaweza kukupa kitu kwa 100%, hususan katika mechi zote. Tumeona mechi za nyuma alikuwa kwenye poor performance. Today amewadhihirisha kwa wana Simba kwamba yeye ni mchezaji mkubwa na yeye ni mchezaji anayestahili kucheza Simba Sports Club. Kwa hiyo so far wana Simba wanapaswa kumpongeza, lakini vile vile watu wa mpira wanapaswa kumheshimu sana Selemani Mwalimu. Unapofunga goli 2 kwenye mpinzani kama Dodoma Jiji, si kila mchezaji anaweza akafunga. Selemani Mwalimu naweza nikasema ni mchezaji mwenye bahati sana siku ya leo. Sasa watu wanakompea ushindi wa leo wa Simba na jana Young Africans dhidi ya TMA. Hao watu pia wakalirejea andiko la Alikamwe aliloliposti kuhusu ile nafasi aliyoikosa Shehani. Akasema katika hili naamini uchawi upo na huyo mganga wa TMA wasimuache. Kuna namna alikatoka kwenye mpira kaenda kwenye shirki. Ni sawa. Mbona Simba leo hajazungumza kuhusu shirki? Ahmed hajazungumza chochote kuhusu shirki, bado hajaandika. Kuna namna alitereza kuhusisha swala la football na hicho alichokiandika. Mimi binafsi siamini mambo ya imani za kishirikina. Tunajua wazipo, lakini binafsi siamini. Ila mimi naamini Yanga ameshinda kwa uwezo wake na vile vile Simba ameshinda kwa uwezo wake zaidi. Kwa hiyo maneno mengi atazungumzwa, lakini binafsi mimi naamini kwamba leo Simba alikuwa better than Dodoma Jiji. Dodoma Jiji ni moja ya timu ambayo inampa upinzani sana Simba Sports Club. Lakini leo amekaa kwenye mfumo, amegadhibika, ameadhibiwa goli 3. Kwa hiyo siwezi nikatumia mchezo wa Simba nikafanya comparison na mchezo wa Yanga dhidi ya TMA. Ila naamini Yanga alicheza kwa nafasi yake na Simba alicheza kwa nafasi yake. Ubora wa jana ndio umefanya TMA aendelee kukaza mpaka Yanga akapata goli 1. Kila mchezo una approach yake, una malengo yake, lakini vile vile pia kila timu ina malengo yake, ina approach yake. Kwa hiyo ni ngumu sana kuelezea mchezo wa jana kufananisha na mchezo wa leo. Ila naendelea kusema kwamba mechi ya jana na mechi ya leo ilikuwa ni tofauti. Mechi ya jana Yanga kacheza dhidi ya TMA, sijui anacheza ligi gani, lakini leo ninachotambua na nilichokiona ni Simba vs Dodoma Jiji. Dodoma Jiji moja ya timu ngumu kwenye ligi kuu ya NBC. Kwa hiyo kuna namna ya kuwapongeza Simba. Moja ni kwa sababu wameifunga timu ya ligi kuu, lakini vile vile kwa performance waliotuonyesha, vile vile pia kwa ushindi mkubwa waliopata dhidi ya wapinzani wao. Yes, ni mchezo mzuri kwangu mimi na Simba alistahili kushinda. Bana, Anise Ura amefunga goli ambalo limewaacha midomo wazi.
kuna watu walisema Anisea Aura ni machachari si hatari. Leo amejaribu kuonyesha uhatari wake. Kweli unaungana na waliosema yule ni machachari si hatari? Football always ni mchezo wa maoni, ni mchezo wa mawazo, kila mtu anaweza akasema la kwake, lakini to me nilishawahi kusema na nitaendelea kusema Aura moja ya mchezaji bora sana kwenye ligi yetu ambayo hivi sasa anapatikana, na nilikwenda mbali zaidi nikasema ukiziangalia momenti za Aura na ukiziangalia momenti za Bruno Fernandes unaweza ukasema as the same. Why? Ni kwa sababu Aura asipofunga ata assist, Bruno asipofunga ata assist, na asipo assist atafunga, kwa hiyo wanafanana. Kwa hiyo kama kuna mtu anaamini Aura ni mchezaji machachari, tutaheshimu msimamo wake, lakini wapo tunaamini kwamba Aura ni mchezaji bora, Aura ni mchezaji mzuri, na mimi naendelea kusema Aura ni miongoni mwa wachezaji bora ambao wanastahili kucheza kwenye kila timu hapa Tanzania. Israel Mwenda alisema yule Aura chenga zake ukizubaa anaweza kukuacha. Ndio tunarudi kusema hicho ulichokisema wewe, ubora wake kila mtu anaojua, labda ufumbe macho. Kuna wakati Mungu anaweza akakupa akili ukashindwa kutafakari mambo. Kwa hiyo ukimuona mtu yoyote, ukiona mchambuzi yoyote anaamua kumtilia kasoro Aura, basi tunaweza tukasema ni mahaba yake na timu fulani, lakini kila mtu mwenye kujua mpira, kila mtu mwenye kufuatilia mpira, mwenye kupenda mpira anaamini Aura he the best, na ni mchezaji ambaye anaweza kaonyesha ubora kwenye viwanja vigumu. Mimi huwa bado natamani, bado nawaza ni lini Aura atakuja kucheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Ni lini Aura atakuja kucheza kwenye viwango bora? Tulimuona akiwa Zanzibar, tulimuona akiwa Chamazi, lakini haitoshi. Mimi ukiniambia unatamani kumuona wapi Aura, natamani kuja kumuona Aura akicheza kwenye dimba la Benjamin Mkapa. Moja viwanja bora na moja viwanja ambavyo vinaweza kumpa fursa kila aina mchezaji kuonyesha uwezo wake. Mimi naamini ipo siku kama wasipomheshimu Aura wataheshimu matokeo ambayo anawapa timu yake. Kwa kumalizia, Dosa Traore, ni kweli Simba Sports Club ubora wake umekuwa mgumu, anashinda lakini mpira hauonekani, ama mpinzani wake anakuwa mgumu, tofauti na namna ambavyo nyewe mnashinda, mnasema mnashinda kwa furaha? Shida yako mwandishi, kila swali unaliweka kufanya ushindani baina ya Simba baina ya Yanga. Na ni washindani kweli Dosa. Of course, lakini kuna nyakati lazima tustili tu sehemu moja tuzungumze jambo ili lishe. Kwa hiyo unapoweka hivi wakati mwingine mambo hayawi mazuri sana. Unakuja kusema jambo pengine likamkwaza mtu, pengine likamuumiza mtu. Kama hapo unaweza ukasema Simba imecheza na timu ya ligi kuu, lakini sisi tumecheza na timu ambayo haichezi ligi kuu. Kwa tafsiri ya kauli hii kuna watu wanaweza wakasema ni dhihaka, lakini for sure ndo uhalisia. Mimi naamini Simba ni timu kubwa. Mimi naamini Simba ni timu ambayo binafsi na mikakati yao sipendi sana kuilinganisha na Yanga, ila ninachelea kusema kwamba Simba ni timu kubwa, Simba ina mipango yake, na mipango ya Simba kila mtu anajua, kila mtu anafahamu, vile vile pia na historia yake. Dosa, unaiona Simba uko mbele ikiwa bora zaidi, pengine hata ikikutana na timu ambazo zinajinasibisha na kuchukua kombe hili ikiwemo Azam? Rudia. Dosa, unaona Simba akiwa bora na kufika fainali mbele ya timu zinazojinasibisha kubeba kombe hili ikiwemo Azam FC? Umehitaji Azam, lakini mlengo wa swali lako nimeuelewa. Na mimi nikiri, moja ya timu ambayo imecheza mechi nyingi bila kupoteza ndani ya miaka minne, kuwa bingwa mara 4 bila kupoteza mechi ni Young Africans. Huwezi kuondoa uhalisia huo. Lakini kitu ambacho huwezi kutamani kikatokea ni kuona kwamba kwenye hatua hizi ya robo finali Yanga sikutane na Simba. At least akutane na Simba kwenye finali, lakini kwa nini asikutane kama akikutana na Simba kwenye hatua hii ya robo finali itakuwa ni kesi nyingine, kwa sababu nimeona Simba timu ina ari, timu inahitaji, lakini vile vile ni timu ambayo inatafuta kufuta uteja zidi ya Yanga. Ukikutana na timu finali huwezi kufuta uteja, unachowaza wewe ni kuchukua tu ubingwa. Kwa hiyo focus itakuwa ni moja tu, lakini utapokutana na Simba kwenye robo finali fahamu kwamba Simba ana malengo zaidi ya matatu. Moja, anataka kukutoa.
pili anataka kukuvua ubingwa, lakini tatu vile vile anataka kufuta uteja. Kwa hiyo binafsi mimi ukiniuliza swali kama hilo, sitamani kukutana na Simba kwenye hatua robo finali zaidi ya kutamani na Simba kwenye hatua ya finali ya Kombe CRDB Bank. Rosa, nikushukuru sana. Asante sana.